tusihangaike na tusishughulike kuwazungumzia watu ambao tayari wameshasema wao hawana nia ya kugombea. Viko vyama vingi zaidi ya 14 vinakuja kushiriki uchaguzi. Wapo waliosema wao hawawezi kushiriki uchaguzi. Tunahangaika vipi na mtu ambaye tayari ameshajiondoa? Watu wameshajitoa, hawashiriki. Tunawajadili wa kazi gani? Tukiendelea kuwajadili na kuwazungumzia, tunawapa maarufu ambao hawastahili. Tunapaswa kushughulika na watu ambao wao wanakuja kushindana na sisi. Lakini ndugu zangu, watakaochukua fomu kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi ni watu ambao tunaishi nao. Kabisa baba. Umesema kweli. Tunaishi nao katika mitaa yetu. Kwa maana tunajua tabia zao, tunajua mienendo zao, tunajua hulka zao. Tusikubali kuingia kwenye mtego kuchagua mtu ambaye tunapendezwa naye sisi tu, ikiwa tunajua kwamba jamii anayotoka haipendezwi nayo. Kwa sababu kura katika uchaguzi wa nje hazitapigwa na wana CCM tu. Watapiga wana CCM na watapiga wasiokuwa wana CCM. Kwa hivyo lazima tupeleke mgombea ambaye wana CCM na wasiokuwa wana CCM wakubaliane kwa kauli moja kwamba huyu aliyeletwa na CCM anatosha na anafaa kutuongoza. Oktoba! Tusipeleke wagombea ambao watatupa kazi kubwa sana ya kuwanadi na kuwapamba. Chama cha Mapinduzi kinauzika. Tusipeleke wagombea wasiouzika wakakipa tabu chama chetu katika kuwanadi. Tujiridhishe sana juu ya aina ya watu gani tunawapeleka kwa wananchi ili kuomba ridhaa ya kuaminiwa na kukiamini Chama cha Mapinduzi. Binadamu huwezi kupendwa na watu wote. Huwezi kukubalika na watu wote. Wapo watakao kupinga na wapo watakao kuunga. Lakini kwenye kupinga uwe na sababu za msingi zinazoonekana za kupinga. Lakini wenzetu wanaopinga wanapinga kwa fitina na majungu tu. Si kwamba hawaoni mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa na serikali ya CCM chini ya Dr. Samia. Wanaona ila wameamua tu. Na sisi tusihangaike na hao walioamua kupinga. Sisi tuhangaike na wenzetu tulioamua kushikamana nao kwa ajili ya kutafuta dola na kukijenga chama chetu.